Makamada peoples, sasa nasema hivi, niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na nyie. Hapa kuna vitu ambavyo vinaendelea kukikwamisha chama changu, na hivi vitu lazima nivitaje, na ndio vinaomkwamisha mwenyekiti wa chama taifa, na atakwama pamoja na sisi wenyewe kwenye chama. Tutakwama katika mambo makuu matatu, ambayo mambo haya makuu matatu ndiyo ambayo yatapelekea chama chetu kukwama na mwenyekiti wetu Lissu kukwama. Mambo haya matatu ni mambo gani? Jambo la kwanza ni hili. Jambo la kwanza, huyu ni kiongozi mkubwa wa chama ambacho kikuu katika nchi hii. Sasa anapaswa kuwa na washauri makini, anapaswa kuwa na washauri wabobezi katika mambo ya siasa, anapaswa kuwa na wataalamu ambao wana uwezo kuandaa hotuba zake na taarifa zake na mambo anayoyafanya sahihi. Lakini imekuwa kinyume na hivyo. Sasa maana yake ni nini? Mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa anazungukwa na watu wasiokuwa na uwezo, nao wakimpelekea ushauri kama yaliyotokea kwenye uchaguzi. Wanampelekea ushauri mfukuze fulani, na yeye anakubali. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu hana watu sahihi wa kumshauri katika mambo ya ujenzi wa chama, kwa ajili ya kujenga chama kwa level ya kimataifa na level ya kinchi kwa ujumla. Hana washauri sahihi wa kumfanya awe mwanasiasa bora na mwenyekiti bora zaidi ya yule aliyepita. Hilo ni jambo la kwanza, na haya yamepelekea hatimaye sasa chama kinaendelea kuvurugika, na hata zaidi ya kuvurugika, maana yake kumeendelea kuwa na mpasuko na mmemenyuko, na hata hayo yanasababisha, kama ambavyo mnajua ya kwamba mpaka sasa hivi hata ile sheria ya maadili, hata kama tunasema kanuni hizo haziwezi kuwa kubwa kuliko sheria, maana yake bado tuna uwezekano wa kwenda kwenye uchaguzi kama kutakuwa na uwezekano kama wanasheria wetu wataweza kwenda. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo linamfelisha mwenyekiti wa chama taifa, jambo la kwanza.